الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, kwanza nataka radhi kwenu, mnasamehe kwa kupitisha muda bila kuendeleza na darasa zetu ambazo tumesimama katika aya 82 ya surati al-Anbiya, lakini inshallah tutajaribu kurejea tena kuendelea na sura hii mpaka tuimalize inshallah. Tulisimama katika aya 83 baada kumaliza 82. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Hii aya 83. Wa Ayub, na mtume Ayub alayhi salam, idh wakati, idh nada rabbahu, wakati alipomwita Mola wake mlezi, wakati alipomuomba Mola wake mlezi. Tulizungumzia nada rabbahu, Mola wake mlezi, ya kwamba anni ya kwamba mimi, masani yadhurru, masani yadhur, na yani kwamba mimi yamenipata maradhi. Wa anta arhamur rahimin, na wewe mbora wa kurehemu kuliko yote yule mwenye kurehemu. Arhamur rahimin. Wa Ayuba, tutazama kwa nini imekuja wao kwanza, wa Ayuba, halafu tutaelezea neno nada kusudi lake, halafu nini maana yake masania na dhurru, na tofauti baina dhurru na dhar, kwa dhamma au kwa fatha. Mwenyezi Mungu arhamur rahimin, jambo jingine pia tutakaelezea hapa. Tukizungumza masala kuja kwa wao wa Ayuba, hii itatupeleka lazima nyuma. Na Ayub, nini tena Ayub? Kwani alikuwa akizungumzwa nini kabla ikaunganishwa na Ayub, ambao baadaye itakuja pia katika aya 87, wa dhannuni, na wao hapa kuwepo kwa wao na dhannuni, nabii Yunus ibn Matta alayhi salam. Alafu itakuja wa Zakaria pia itakuja chini huko katika aya 89. halafu itakuja walati ahsanat farjaha, bibi Maryam al-Adhra. Tutakuja kuelezea, lakini hii tukitazama wa Ayuba na mtume Ayubu nini tena, kwa sababu kabla yake utaona wali Suleiman katajwa pia, wa Dauda. Ukienda nyuma katika aya 80, aya 78, wa Dauda wa Suleiman. Ukienda kabla yake aya 76, wa Nuhan. Kaja kabla yake aya 74, wa Lutan, na Luti na Nuh, wote wametajwa. Na kabla hapo kaja na Ibrahim, ambaye Ibrahim, na kabla Ibrahim Musa wa Harun. Aya hizi unatoka kwenye aya ngapi? Toka kwenye aya ya 48, walaqad atayna Musa wa Harun, tukampa Musa na Harun. Kwa hivyo wanatajwa mitume mbalimbali na habari zao fupi kuhusu shida walizokuwa wakizipata katika kulingania dini ya haki, dini ya Mola wao, na vipi Mwenyezi Mungu amewaokoa na kuwarehemu na kuwajibu matakwa yao. Naam. Kwa hivyo baada ya kutajwa hapo, laqad atayna Musa Haruna, wa laqad atayna Ibrahima, alafu kataja wa Lutan, wa najainahu, tukaokoa wa Lutan wa Nuhan, yote mtajwa, wa Dauda wa Suleiman. Alafu tunakuja sasa hivi kuzungumzia masala yani na Ayub, kabla tujaje katika Dhannuni chini. Na Dhannuni ndio huyo anaitwa Yunus ibn Matta. Wa Ayuba, na Ayub, naam, idh nada rabbah, Ayub alayhi salam, wakati alipomwita Mola wake, anni massani adh-dhurr, yamenipata adh-dhurr, maradhi. Adh-dhurr wanasema ni maradhi fil jasad, katika mwili,
والضر كفتحة في غير الجسد غير ya kimwiliwili idha maudhi yote shida mazonge majanga yote yanakuja katika neno dhar yanampata mtu kwa jumla. Kwa hivyo hiyo ndio tofauti baina nini, baina dhur. Kwa hivyo masania yamenigusa na mas sio masah kupangusa au kushika, mas kugusa tu kidogo. Zama ihtiram ya Nabii Ayub kwamba maradhi yameshika. Sabr Ayub hii kasubiri sana kwa miaka aliyomfika. Miaka mingapi? Allahu a'lam. Kuna walisema miaka 7, kuna walisema miaka 18, walisema miaka 70. Kadha riwayat kuhusu kwamba namna gani maradhi yamemsibu. Sina hali sina mali, maradhi yamenisibu. Haya maneno ya kipumbavu ya kinyimbo. Lakini hapa tunasema Yusuf, yani Nabii Ayub anapomwomba Mola wake, lakini tizama namna anavutia, wa anta arhamur rahimin. Anashuku, anatia shakian, yani analaumu kwa Mwenyezi Mungu kwa kumpa maradhi. La, wallahi aliposema haya Nabii Ayub katika hii munajaa, katika kumwomba Mwenyezi Mungu kwa heshima na taratibu, kwa sababu tunaposema neno munajaa na munada yametumika maneno mawili haya. Munada yunadi wa yunaji. Alipouliza sahaba kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu yuko mbali, tumuite kwa makelele, tupige kelele, au yuko karibu, tuzungumze naye kwa taratibu? Kwa sababu munajat ni anida lakini khafi, kwa taratibu. Hadith alqalb asirri walkhushu' ndani yake, ndani yake. Hiyo ndio maana nini والدعاء منادات بصوت خفي من القلب إلى الرب، بين العبد والرب. أنا موomba Mola wake kwa khushu' na adabu. Na tizama inapokuja neno wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin ni katika adabu za kuomba dua, wal-i'tiraf birahma al-ilahiyya. Unaatarif na kukiri kwa Mwenyezi Mungu kwa rehema zake amekupa jambo hilo, wa anta arhamur rahimin. Bainama ukitizama katika aya nyingine ya 41 na kuendelea na 42 katika sura Sad, yanatajwa kisa hicho cha Ayubu na namna gani yalivyompata maradhi. Tutakuja kuelezea na kulinganisha baina aya hii na aya 41, 42, 43, 44 katika sura Sad. Naam, hapa Ayub idnada rabba, inapokuwa nidaa baina al-abd wal-abd, baina mja na mja, inakuwa almunada kuita, mwito wa desturi tu. Almunada baina al-abd wal-abd inakuwa nidaa bimaana taali ya fulani, njoo fulani. Lakini baina al-abd wal-rabb النداء بمعنى الدعاء، بمعنى المناجاة، بمعنى خلوة. Kukaa peke yako baina wewe na Mola wako, kumwomba kwa unyenyekevu na hofu na khushu'. Hiyo ndio maana yake idnada rabbahu. Kumbuka kule Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiya, akaongeza neno khafiya alipomwita Mola wake na kumwomba kwa taratibu. Hii khafia manake kwa moyo wake alikuwa anaeleza. Na aliposema kwamba sio asabani maradh au jambo lolote, kutumia neno kuonesha kwa maradhi makubwa, la mas. Na hii ndio uslubu ya mitume. Uslubu ya mitume katika kutaja jambo, basi utumia neno mas kama kwamba ile kukusibu, kama imekugusa tu kidogo. Tazama adabu ya Nabii Ibrahim tulipokuwa tunasoma katika sura Maryam.
alipokuwa Nabii Ibrahim anaambia babake na kuogopia adhabu ya Mwenyezi Mungu isikufike, kasema nini? Ya abati, ya abati, anaambia babake, inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman, na naogopa mimi isikuguse. Akhafu an yamassaka adhab, isikuguse hata adhabu. Mina nani? Sio min Allah, min arrahman, mwingi wa rehma. Basi mwingi wa rehma huyo akianza kupa adhabu, kwa umefanya kosa kubwa sana. Kwa hivyo ustubu ya mitume anasema nini? Maradhi yamemlaza, hawezi kwenda, hawezi kufanya chochote, na anasema min anni masani adhur. Na dhuru kama tulivyosema, maradhi ya kiwiliwili, masaibu yanakufika, mazonge, shida zinazofika katika kiwiliwili, anasema dhur kwa dhamma, na dhar ni madhara yote mengine na masaibu yanakufika katika maisha yako. Na hii wa anta arhamur rahimin, tazama wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapounganisha sifa fulani ambayo binadamu anakuwa nayo na sifa ya Mwenyezi Mungu, lazima uweze kufafanua tofauti kubwa, kwamba sifa ile binadamu kwa mustawa wa ule binadamu wake na udhaifu wake na uwezo wake mdogo, wakati Mwenyezi Mungu uwezo wake mkubwa. Unapokuja arhamur rahimin, au mfano mwingine fatabarakallahu ahsanul khaliqin, binadamu anaumba kitu, yani binadamu anaumba bimaana anaunda tu. Kwa nini? Kwa sababu kuumba kwake yakhluqu shay'in min almawjud, kutokana na vitu vilivyokuwepo. Chochote anachokifanya mwisho wake utaishia katika jambo ambalo Mwenyezi Mungu kakiumba. Lakini Mwenyezi Mungu anapoumba, anaumba min al-adam, from nothing, from nowhere. Hiyo tofauti ukaona kwamba baina Mwenyezi Mungu kachukua sifa hii yake kwa kumpa binadamu, kwamba kwa uwezo wake anaweza kuumba kitu, kutengeneza, yani kuunda, lakini kwa kadri ya uwezo wake. Kama sema Sheikh Sharawi, binadamu anaweza kuunda kikombe, lakini mwisho wake kachukua mchanga, udongo. Anaweza kuunda kikombe, lakini hawezi kukifanya kikazeeka, kikakonda, kikanenepa, kikazaa, kikawa na maisha abadan. Hili ni jambo la Mwenyezi Mungu. Anapoumba kitu, anaumba na mambo chungu zima yenye kuambatana na kile kiumbe alichokiumba. Ahsanul khaliqin, kadhalika khairul makirin wa khairul warithin. Unalinganisha baina sifa hizi mbili. Mwenyezi Mungu anaposema nani, Nabii Ayub aliposema anta arhamur rahimin, Mwenyezi Mungu rehema zake si kama rehema binadamu abadan. Naam. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anataka muwe na rehema, sifa hii ya Mwenyezi Mungu muwe nayo baina yenu wenyewe, kusaidiana ili maisha yaende kwa kuweza kubebana. Arrahimuna yarhamuhumur rahman, kwenye kurehemiana Mwenyezi Mungu pia anarehemu. Irham man fil ardh yarhamukum man fis samaa, mrehemu alikuwa katika ardhi na alikuwa mbinguni atakurehemuni. Kwa hivyo hii ndio kusudio wa anta arhamur rahimin. Binadamu ana rehema ya daktari, anaweza kujitahidi kwa kila njia kukufanyia matibabu ukapona, lakini rehema za Mwenyezi Mungu ndio mwenye kukuondoshia kwa kukupa shifa. Shifaun wa rahma min Allah. Kwa hivyo tutasimama hapa, tutaendelea darasa inshallah. Hadha wallahu a'lam.